Iran yadungua ndege isiyo na rubani ya Marekani karibu na Bushehr. Jeshi la Iran limedungua ndege isiyo na rubani ya Marekani iliyokiuka anga ya Jamhuri ya Kiislamu karibu na mji wa kusini wa Bushehr. Hatua hiyo imekuja siku moja baada ya jeshi la Iran kuizuia meli ya mafuta ya Marekani iliyokuwa ikijaribu kuvuka mlango bahari wa Hormuz kinyume cha sheria. Shirika la habari la Tasnim lilichapisha ripoti hiyo Alhamis likinukuu chanzo cha kijeshi. Chanzo hicho kimethibitisha kutunguliwa ndege isiyo na rubani ya Marekani iliyoingia bila ruhusa katika anga ya karibu na Bushehr. Kwa mujibu wa chanzo hicho, operesheni hiyo imefanyika kwa kombora la mfumo wa ulinzi wa anga wa taifa. Wakati huo huo, shirika la habari la Fars limeripoti kuwa mfumo wa ulinzi wa anga wa Iran umekabiliana na ndege hiyo kupitia vifaa vya ulinzi wa anga vilivyowekwa karibu na miji ya Jam na Kangan katika mkoa wa Bushehr. Ripoti zinasema shughuli za utafutaji ili kupata mabaki ya ndege hiyo zinaendelea katika maji ya Ghuba ya Uajemi. Mkoa wa Bushehr ambao una kiwanda cha nishati ya nyuklia cha Bushehr pia ulikumbwa na mashambulizi mengi katika vita vya hivi karibuni vya Marekani na utawala wa Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu kuanzia Februari 28 hadi Aprili 7. Vilevile Iran imelaani ukiukwaji wa Marekani wa makubaliano ya amani, ikihimiza UN kuingilia kati. Iran imelaani vikali vitisho vya mara kwa mara vya Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu na ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamisha vita haramu vya hivi karibuni, ikiuhimiza Umoja wa Mataifa kuingilia kati. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Esmail Baghaei amesema shambulizi la kijeshi la Marekani dhidi ya maeneo ya mji wa bandari ya Abbas kusini mwa nchi hiyo siku ya Alhamis inakiuka ardhi na mamlaka kujitawala ya Iran, jambo ambalo ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na mkataba wa Umoja wa Mataifa. Anasema Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linawajibika kutimiza wajibu wake wa kisheria wa kumwajibisha mvamizi Marekani. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran pia ameashiria jinsi Marekani inavyoendelea kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano na Iran, hasa mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara kwenye eneo la Ghuba ya Uajemi na Bahari Kuu, pamoja na mashambulizi ya anga kwenye maeneo ya kusini mwa nchi katika siku chache zilizopita. Amesisitiza azma ya Jamhuri ya Kiislamu ya kuchukua hatua zote muhimu ili kulinda mamlaka yake ya kitaifa na ardhi yake kwa mujibu wa kifungu cha 51 cha mkataba wa Umoja wa Mataifa. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu limejibu uchokozi huo kwa kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya kambi ya Marekani kwenye eneo la Ghuba ya Uajemi. Wakati huo huo, Baghaei amelaani matamshi ya vitisho ya Marekani kwa serikali dhidi ya Iran na baadhi ya nchi zingine za kikanda, akieleza mshikamano wa Jamhuri ya Kiislamu na nchi rafiki na ndugu ya Oman. Vilevile Iran imesema hakuna ngao tena kwa kambi za Marekani, sikukuu ya wanyonya damu imekwisha. Ulinzi wenye nguvu wa Iran umeonyesha kwamba sikukuu ya wanyonya damu imekwisha. Haya ni matamshi ya afisa mkuu wa usalama wa Iran kwenye mkutano wa usalama wa Moscow, ambapo ameeleza maoni ya Tehran ya usanifu mpya wa usalama eneo la Asia Magharibi kufuatia vita vya siku 40 na Marekani na Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Al-Baghaei, naibu katibu wa Baraza la Usalama wa Taifa la Iran, amehutubia wawakilishi wakuu wa usalama kutoka zaidi ya nchi 120 kwenye mkutano wa 14 wa kimataifa wa maafisa wa usalama wa vyeo vya juu katika mji mkuu wa Russia, Moscow. Baghaei alifungua hotuba yake kwa kusema kwamba taifa la Iran kwa sasa lipo katika vita vikali vilivyoanzishwa na Marekani na utawala wa Kizayuni, vita vilivyosababisha kuwa washahidi kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei pamoja na makatibu wawili mfululizo wa usalama wa taifa, Admir al-Shamkhani na Dr. Ali Larijani. Vilevile ameashiria shambulio la makusudi dhidi ya shule msingi ya Minab ambapo watoto 168 waliuawa shahidi, akisema ukatili huo ulikusudiwa kulazimisha taifa la Iran lijisalimishe. Anasema, lakini ustahimilivu wa kushangaza wa watu wa Iran na vikosi vyetu vya kishujaa ulithibitisha kwamba matarajio, hesabu na mifumo ya kijeshi adui ilishindwa kwa wakati mmoja dhidi ya uwezo na nguvu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Baghaei amesema kwamba dunia sasa ipo kwenye njia panda ya kihistoria. Kwa upande mmoja, kusini na mashariki ya dunia wanaelekea kwenye ushirikiano wa pande kadhaa, na kwa upande mwingine nchi za magharibi zenye ukatili zinazoogopa kupungua na kuanguka misingi yao ya nguvu ya kikoloni zimeweka sera ya matumizi ya nguvu kali na kijeshi katika ajenda yake. Ameongeza kuwa chaguo la dunia na ushirikiano, kupinga dunia ya kambi moja na kukataa utawala kibeberu. Vilevile katibu wa muda wa swala ya Ijumaa mjini Teherani amesema kuwa Marekani na Israeli zinashuhudia kudhoofika kwenye eneo la Asia Magharibi, na amesisitiza kuwa vita vya siku 40 vya Ramadhan vilivyoanzishwa na tawala hizo mbili dhidi ya Iran vimedhihirisha kuwa Marekani imepoteza uwezo wa kudumisha ushawishi wake wa kisiasa kwenye eneo la Asia Magharibi. Hujjatul Islam Said Mohammad Hassan amesema kuwa mabadiliko ya uwiano wa nguvu
Ni dhahiri kupitia hatua ya jeshi la Iran la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya kujibu shambulio la Marekani karibu na uwanja wa ndege wa Bandar Abbas. Hujjatul Islam amewaambia waumini kuwa jeshi vamizi la Marekani lilishambulia eneo moja katika viunga vya uwanja wa ndege wa Bandar Abbas alfajiri. Hatua hii ilitekelezwa kutokea moja kambi za Marekani kwenye ukanda huu. Saa 10:50 za alfajiri, mkono wenye nguvu wa jeshi la anga la IRGC ulitoa jibu kali la kusambaratisha kwa uchokozi huo. Vilevile, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amewasilisha ripoti yake kila mwaka kwa ujumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu ukatili wa kingono unaohusiana na migogoro ambayo inarekodi ukiukaji mkubwa na wa kutisha wa sheria uliofanywa na Israeli dhidi ya Palestina. Guterres amesema Umoja wa Mataifa umerekodi mifumo inayoendelea ya unyanyasaji wa kingono dhidi ya Palestina wanaoshikiliwa kwa Israeli na maeneo ya Palestina inayokaliwa kwa mabavu wakati wa kuwa kizuizini na katika mahojiano mwaka 2025. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, vikosi vya jeshi la Israeli vimejumuishwa kwenye orodha nyeusi ya Umoja wa Mataifa ya wahusika wa unyanyasaji wa kingono unaohusiana na migogoro. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ameeleza kwamba vikosi vya Israeli na askari usalama wametekeleza uhalifu wa kingono dhidi ya wafungwa wa Kipalestina, wakiwemo wanaume, wanawake na watoto wa ukanda wa Gaza na ukingo wa Magharibi, ikiwa ni pamoja na ubakaji wa genge na ukatili unaolenga sehemu za siri. Guterres amelaani kushindwa serikali ya Israeli kuchunguza ukiukaji huu wa sheria na kuwawajibisha wale waliohusika. Amesema kwamba kufutwa mashtaka dhidi ya wanajeshi waliohusika katika uhalifu mkubwa kwenye kambi ya Taiman kunaendeleza hali ya kukwepa adhabu baada ya kuhusika na unyanyasaji wa kingono. Baada ya kuwasilisha ripoti yake kwa wanachama Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Antonio Guterres amesisitiza tena ombi lake kwa Israeli kusitisha mara moja vitendo vyote vya unyanyasaji wa kingono na kuruhusu vyombo vya Umoja wa Mataifa kupata ruhusa ya kuchunguza uhalifu huo bila vikwazo. Shukran kwa Babu Kivita. Mimi ni The Rich Voice.